Ndugu zangu, tumejenga utamaduni wa kufika hapa kila mwaka kwa ajili ya kumwombea marehemu Rais John Pombe Joseph Magufuli. Ni utamaduni mzuri, na utamaduni huu ni kiashiria kikubwa sana cha imani kwamba wote tumezaliwa na kuishi ni majaliwa, ila kufa ni lazima. Kuishi ni majaliwa, kufa ni lazima, na wote tuko wadau katika kufa. Wote, kila mmoja ni mkandidati wa kifo. Hakuna siri tena. Hata wasanii wanaimba siku ya kufa wandugu, kwa heri. Msanii mwingine aliimba anasema, ningejua kifo unakuja lini, ningekukimbia sana. Hukijui kifo kinakuja lini. Salini, kesheni, kwa sababu hamjui pia siku ya kifo. Kwa hiyo tunapokutanika hapa kwa ajili ya kumwombea huyu ndugu yetu, tunakutanika hapa kama watu wa imani tunaoongozwa na makundi matatu ya waamini ndani ya Kanisa Katoliki. Waamini tulioko hapa sasa, tulioko hai, tunaoimba, tunaoangaliana mbashara, tunaocheka, tunaochekana, tunaotukanana, tunaofanya kila aina ya fujo. Sisi ndio tuko hai. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni hilo la hao waliotangulia mbele ya haki, marehemu. Na kundi la tatu ni hilo la watakatifu wanaomzunguka Mungu na kumwimbia mtakatifu mtakatifu, wakimuona mbashara. Makundi haya matatu ndiyo yanayolitengeneza Kanisa Katoliki. Sisi tunaokuwa hai tunaonana mbashara, tunasali, tunaombana msamaha, tunakuja hapa, tuna kazi kubwa ya kujiombea na kuwaombea hao marehemu, kwa sababu hao marehemu hawana nafasi ya kujiombea. Ni sisi ndio tuna jukumu hilo. Kwa nini tunawaombea? Tunawaombea kutokana na hilo fundisho kubwa lililo kwenye katekisimu yetu. Kwa nini Mungu amekuumba, tena akakuumba kwa mfano na sura yake? Yaani ukimwangalia fulani usiwe na mashaka kwamba hivi kweli na huyu ni sura ya Mungu kweli? Ni sura ya Mungu hiyo, kwa mfano na sura ya Mungu, ili tumjue, tumpende, tumtumikie na tufanye nini? Huko ndiko tunakoelekea. Sasa katikati hapo kuna milolongo mikubwa. Kazi yetu kubwa ni kuitunza sura ya Mungu na mfano wa Mungu tuliopewa sisi. Ndio maana tumepewa kanisa na vyombo mbalimbali vya kutusaidia kuitunza sura ya Mungu na mfano wa Mungu kwa matendo yetu, kwa tabia yetu na kwa kila kitu. Tunapohangaika kuitunza sura hiyo ya Mungu na mfano wake, ndio maana sisi ambao tuko hai tunamlilia Mwenyezi Mungu ambaye hatuna mashaka kwamba ni hakimu mwingi wa huruma. Tunamlilia kwa kuwaombea hao waliotutangulia. Sasa tunawaombea ili wafanye nini? Wapate kufika mbinguni. Na wafika mbinguni ili wapate kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ni fundisho hilo. Kuweni watakatifu kama Baba yangu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Tunauchuchumalia huo utakatifu. Unaanzia hapa na unakamilika huko mbinguni. Katikati hapa mchakato ni mkubwa. Ni pamoja na kuombeana na kuwaombea hawa marehemu. Pale unapotoka Nata, kama unaenda kwangu huko Msoma, kulia kuna ukuta wa Waislamu pale. Kuna makaburi pale wameandika sali kabla ya kusaliwa. Ni hiki ambacho tunakifanya.
Sije mkasema Msongazile amekuwa Muislamu. Lakini si tunasali na tunawaombea hao, na sisi siku moja tutaombewa, tutasaliwa. Tusichoke katika majukumu haya. Tunamwombea marehemu Magufuli kama mwanafamilia wa Kanisa Katoliki, lakini licha hivyo tu ni kama mwanafamilia wa familia yenyewe ya Magufuli, kwa sababu hata kwenye mila na desturi zetu imani hii ya maisha ya baadaye mbona tunayo? Zamani watemi walizikwa pamoja na mtu wa kumsindikiza, na huyo mtu alipochaguliwa alifurahi, na wengine walimuonea wivu. Ni imani katika maisha yanayoendelea baada ya hapo. Ukijaribu hivyo leo unashtakiwa, utafungwa. Mimi niliwahi kuhudhuria mazishi mahali fulani Mwanza hii. Huyo baba aliyefariki hakuwekwa kwenye sanda ya nguo nyeupe, aliwekwa kwenye ngozi ya ng'ombe. Nikawa nauliza, lakini kwa nini anawekewa kwenye ngozi ya ng'ombe? Unajua Frate, huko anakoenda huko kuna baridi. Tayari nikiashiria kwamba kuna maisha yanaendelea, kuna baridi, tunampatia hii blanketi. Hatujakaa vizuri, wakaleta mguu wa ng'ombe, mguu wa kulia nyuma. Nikauliza, sasa inakuwaje? Kule anawakuta wengine lazima wakale pamoja nyama. Sijakaa vizuri, wakaleta mtama na mahindi, anawekewa. Anasema huko hawali nyama tu, acha wakalime pia nafaka wapate pia ugali, na mwishoni maji. Sasa sisi tuliozaliwa 1900 na kitu, haya tuna namna yake ya kuyatafsiri. Hawa wengine wa 2000 na kitu mtasema ushamba tu, lakini tuna namna ya kuyatafsiri. Na tafsiri yake nzuri ni hii tu, kwamba hata kabla imani ya Kikristo haijafika, mababu zetu wamekuwa na imani na maisha baada ya kifo, na wamekuwa wakiheshimu hili, na sisi tuheshimu. Sasa sisi heshima imekuja ikaboreshwa zaidi, ikaingizwa kwenye liturujia, ikaingizwa kwenye imani ya Kristo, mshindi wa kifo. Kwa hiyo ndugu zangu, tendo hili ni la maana sana. Tulipe heshima ya pekee, lakini pia lituongezee imani kwamba sisi ni wafu watarajiwa na kufa ni lazima, kuishi ni majaliwa. Tujiandae kabisa, kwa sababu usipojiandaa basi utakufa kifo cha ajabu, kufa kifo cha imani. Na kwa imani yetu tusihangaike kumtafuta mchawi, hapana. Sisi tukubali tu kwamba kufa ni lazima, na katika lazima hiyo tukubali kwamba tumeumbwa kuishi milele. Sasa milele hiyo tukiisha hapa wote tutabanana, lazima tubadilishe makao. Tunaishi milele tangu nyumba ya kwanza, tumbo la mama, unatoka unaishi tena milele kuingia kwenye kaburi, na unaendelea kuishi milele mbinguni kwa Bwana. Baba yetu Magufuli katufundisha mambo makubwa mengi tu. Kazi, alichukizwa na rushwa, alichukizwa na uzembe, na katika rushwa na uzembe hakuwa na msamaha. Na wale ambao walipenda rushwa na uzembe hawakumwombea vizuri. Hao nao tuwaombee. Rushwa sio rafiki wa yeyote, na hata siku moja hata kuwa rafiki, hata ataendelea kuwa adui tu. Hata kama utatajirika mpaka sijui na chawa debe ngapi huko, ni adui tu.
wote hawa tuwaombee. Tusisahau kuiombea nchi yetu tunapoanza sasa maandalizi ya uchaguzi. Kuna vitu vingi vitakavyotuingiza kwenye dhambi. Kataeni dhambi hizo kama alivyokataa Magufuli. Na alikuwa anasema kila siku, sikuhonga hata shilingi moja. Waulizeni. Sasa kwa nini wewe unahongwa doti ya kanga alafu nakubali kuchagua? Yaani unamchagua mtu kupitia dhambi. Hata sasa tujipange vizuri. Basi niwatakie maisha mema ya kusali, ya kuombea, tukiamini kwamba unajiandalia waombezi, lakini tuamini kwamba maisha hayaishi hapa hapa, yanaendelea. Ndio maana mwaka huu tuna kauli mbiu ya mwaka wa Yubilei, mahujaji katika matumaini. Tumsifu Yesu Kristo.